Mtu akikuta umeposti maua kama haya, anadhani kwamba wewe pengine una mapenzi ya dhati, mapenzi ya kuenjoy, mapenzi ya kukufanya uishi maisha fulani vya amazing. Lakini angelikuwa anajua ndani ya moyo wako kwamba kuna muda mwingine hata wewe mwenyewe unatamani hata mapenzi yasingelikuwepo. Lakini unakuja kuona kwamba bora tu acha tu kubali kwamba mapenzi yawepo, kwa sababu bila mapenzi tusingeliweza kuzaliana. Lakini najiuliza, kuna muda mwingine nikiwa kwenye tafakuri kama hii ya leo, najiuliza vipi ingelikuwa mapenzi yasingelikuwepo, je, watu tungezaliana vipi? Lakini bado vile vile najiuliza, kwa nini tutumie mapenzi kuumiza wenzetu? Na kwa nini tutumie wenzetu kupata mapenzi? Kwa nini tusitumie wenzetu kupata mapenzi katika hali ambayo inaeleweka? Kwa nini tutumie wenzetu kupata mapenzi katika hali isiyoeleweka? Hilo nalo ni kosa kubwa sana. Je, vipi siku Mwenyezi Mungu akija kutuondolea mfumo wa mapenzi katika mili yetu au katika mioyo yetu? Je, watu tutadhaliana kweli? Au tutaishia kutazamana kama mti na mti mwenzake? Lakini mimi sitamani Mwenyezi Mungu atuondolee mapenzi, ila ni mimi natamani sisi ambao tuko kwenye mapenzi, haya mapenzi tuyatumie katika hali ya halali kwa ajili ya kuwafanya wenzetu walioko kwenye mapenzi wayafurahie. Topic yetu inasema tujitahidi sana kuwa na mapenzi ya dhati kwa wenzetu. Usikubali kucheza na hisia ya mwenzako. Usikubali kumuumiza mwenzako ili awachukie mpaka na walioko nyuma yako. Kwa sababu mpaka hivi tunavyozungumza, kuna binti atamani hata kuona hata message inayosema mpenzi wangu umeamkaje. Yaani akisikia neno mpenzi wangu anahisi kama vile shetani kaja. Lakini kuna mtu mwingine anatamani kusikia message inayosema ladhizi sweetheart mahabuba nyonga mkaliaini nyonga mkalia figo umeamkaje. Anatamani kusikia hivyo, lakini anakuja kugundua ya kuwa hana. I say, ndugu zangu, tujitahidi sana kutumia mapenzi kawe ndio sehemu ya sisi kusafisha makosa yetu. Tusitumie mapenzi kujiharibia future yetu ya maisha, au future yetu ya mahusiano, au future yetu ya ndoa zetu, au future yetu ya mafanikio yetu. Kwa sababu bila mapenzi mafanikio hamna. Lakini nategemea yale mapenzi yako unayatumia kwenye njia gani. Ndio maana kila sekta unayoiona lazima kuna mapenzi. Kila sekta ambayo inafanyika kuna mapenzi. Ukitaka kupanda daladala lazima uwe na mapenzi na ile daladala, uipande ukiwa umeipenda. Ukitaka kufanya biashara lazima uwe na mapenzi na ile biashara, ndio maana utaweza kufanya ile biashara. Ukitaka kuwa na mwanamke lazima uwe na mapenzi na yule mwanamke, ndio maana utakuwa naye, utatamani kumuoa, ndipo utakapomuoa utakuwa naye kimapenzi. Lakini naomba utumie mapenzi yako kusafisha jina lako, lakini usitumie mapenzi yako kuharibu jina lako. Kuna wanawake wameumizwa na wanaume mpaka hivi sasa wanatamani Mwenyezi Mungu abadilishe wanaume wote wawe ni wanawake, yani wote wawe na jinsia moja. Lakini ni kosa kubwa. Kwa nini tusitumie haya mapenzi kukosoa wenzetu ambao wamekwisha kutukosea? Najua kuna mtu anaweza akamkosea mwenzake pasipo kutarajia kupitia mapenzi. Lakini kwa nini asirudi nyuma akaomba samahani, akajiosha makosa yake? Basi naomba tumie fursa hii. Ikiwa mpenzi wako nampenda na alikukimbia katika hali ya kutatanisha, mwambie samahani, naomba unisamehe, sitarudia tena kwa kosa ambalo nilifanya. Okay? Nadhani umenielewa ndugu yangu.